Nilikuwa naomba kukutana na wewe leo kama hutojali. Haya, poa, nimekuelewa. Ngoja basi nipangilie mambo yangu afu baadaye nitakupigia. Basi sana, nitashukuru sana kama itakuwa hivyo. Haya, sawa. Yani watu wanakesha sababu ya mapenzi. Sina Gift, kwani umenifanyia yote haya lakini eti mama, haya ndo malipo ya upendo wangu kwako? Au ndo nimekosa kukupa kile unachokitaka? Hiyo unajua tatizo ni pesa, lakini kumbuka upendo una nguvu kuliko pesa. Mimi nakupenda kutoka moyoni. Lakini kumbuka nilishai kukuahidi nitakupenda daima. Kwani umeniacha niko na matazamio yale ambayo tayari umeshayaua? Haya, ona sasa, umeniacha nateseka, naumia peke yangu. Haya sawa, ungeniambia basi mapema ili nijue kama una mtu unayempenda zaidi yangu. Eti mama, ona mwili wangu ulivyo na ganzi, moyo wangu unahisi ubaridi. Natamani wakati kama ungekuwa na joto lako. Gift, naamini unanisikia. Unaelewa jinsi gani ambavyo ulivyoniacha jangwani, nibaki kama mtumwa ambaye nimebeba msalaba wa mapenzi, nashindwa kuutoa. Gift, kwa nini lakini? Lakini kama ikitokea mwanamke kamfuata mwanaume, kamuelezea hisia zake indipri, lazima mapenzi yatakuwa mazuri na yataendelea. Kwa sababu mwanamke anajua shida zako, hawezi kukusumbua. Ila kama wewe ndio umemfuata, bro, utahangaika sana. Na atakusumbua sana. Kwa sababu hana mapenzi na wewe. Fikiria hili. Inaonekana mtu kama ana akili, amepoteza network. Hello. Mambo vipi? Poa, mzima. Mzima tu, habari ya kwako? Nzuri, za kwako? Nashukuru tuko vizuri. Angel. Naambia. Nimekupigia, kuna jambo ambalo kidogo natamani tuongee vizuri. Sasa uko sehemu ile na utulivu? Niko sehemu nzuri, naambia. Okay. Nilikuwa nakipita pale ofisini kwako sikukuti, ninamkuta kuna mdada fulani yuko pale, nikashindwa kumuuliza. Kwani kulikuwa na jambo ambalo natamani kidogo tuliongee, tuliweke sawa. Ninadhani Angel, kuna jambo ambalo shaka kunishirikisha, nikakwambia naomba unipe muda kufikiri. Lakini nimekaa nimefikiri, nimeona niungane na wazo lako. Kwani umekuwa ni mwanamke ambaye nilikuwa nikufuatilia sana kwamba ni mwanamke ana namna gani. Lakini cha kushangaza nimejikuta kwamba umeingia mle ambavyo nilivyokuwa natamani nipate mwanamke wa aina yako. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye nimeona niungane na wazo lako. Angel, kiufupi ninakupenda pia. Jamani, siamini. Ni wewe kweli? Yeah. Ni mimi hapa naongea kabisa, niko mahali naongea, nimetulia, nimewaza. Nikaona ni bora nikueleze Angel. Amini jamani, hebu unanitania, hebu kuwa serious. Angel, niko serious. I love you. Ninakupenda Angel. Jamani. Kuna vitu ambavyo vimefabisha mpaka niweze kuongea maneno, kwa sababu tayari mwanamke ambaye nilikuwa nakufuatilia baada ya kuniambia ile maneno yako. Ni mwanamke fulani ambaye ni mtulivu, mwanamke ambaye uko busy na mambo yako. So kiufupi umenivutia. Ninaungana na mawazo yako Angel.
Ni wewe unaongea maneno haya au unaota? Ya, ni mimi na natamani nikuambie kitu kimoja. Mm. Sasa ya mambo tunaongea natamani tusiongee kwenye simu. Mm. Ninaomba sana kama hutojali. Mm. Naomba ufunge safari urudi kesho kutwa. Ili kama kuna uwezekano nifike nyumbani kwenu. Natamani nikuoe Angel. Sitaki mimi nikuone ukiwa mbali tena. Yaani nakuja nilivyokuwa nakupenda na kwanza muda wote. Kesho tu mapema niko hapo. Acha utani Angel. Nakuja. Angel, acha basi kama moyo wangu ulipuke. Nakuja bana, nimesema sana. Okay. Sasa naomba nikuahidi kitu. Angel, kuanzia leo, kesho, siku zinazokuja, nitakupenda, nitakuthamini, nitakulinda, lakini nitahakikisha amani yako mimi ndio mtu wa kwanza kuifanya iwepo. Wow, jamani, asante. Nitajitahidi furaha yako isizimike kama kwa maisha. Jamani, asante sana. Okay, natamani nisikie neno lolote kwako ili nipate kuwa na furaha siku ya leo. Natamani niende kwenye majukumu. So natamani neno lako nalolifanya nitakapokuwa niko kwenye majukumu nijisikie vizuri. Yaani bwana, asante, yaani hapa nina furaha, yaani nimefurahi sana. Changu kweli ni kwamba tu kesho niko hapo mapema. Okay. Nakuja. Okay, naomba nikupe zawadi. Okay, naisubiri. Nipe. Wow, asante, utaniua sasa. Okay, bye. Bye, kazi njema. Okay, usiniangushe na kusubiria kesho nataka tukutane nyumbani. Nakuja. Hivi huko unakaa siku ngapi? Tutakaa wiki kwa ajili unajua masomo yanaendelea. Wiki inayokuja hiyo kwa shule. Hivi unajua kwa nimepasahau? Mimi ndo nimepasahau kabisa. Yaani nakutegemea wewe. Sasa hapa njia gani ili tuweze kufika? Hii au hii? Na tukumbuka kuwa tuliondoka kabla hata watu hapa hawajajenga. Ona hiyo nyumba ikuwepo. Tumeondoka haipo kabisa. Hiyo nyingine ndo kabisa tumeondoka. Ni hata sielewi. Sasa sijui tupite njia gani. Umeona ule mti? Kama njia hii naikumbuka. Hata mimi nimeona. Hebu tujaribu kwanza tupite njia hii. Sawa. Sasa onekana rafiki yangu. Kiukweli nimekuwa na majukumu ambayo sikutarajia rafiki yangu. Shughuli zote alizotakiwa kufanya mke wangu siku hizi nafanya mwenyewe. Ndio maana unioni. Maana hata kijiweni kule sokoni ulikuwa hata simu zako hazipatikani mara kwa mara. Mke wangu hayupo. Toka muda ule mimi na yeye tumekutana siku zile. Kwa maana hiyo mpaka leo mkeo bado hajarudi? Sijapata kabisa kufahamu wala sina taarifa zozote kuhusu mke wangu kwamba yupo wapi. Sasa wewe na akili zako ndugu yangu, mtu mzima. Mkeo ana siku kadhaa hajarudi nyumbani na una usingizi, unalala siku ya kwanza, pili, ya tatu. Mpaka leo unalala tu. Mimi nikajua ni mambo ya kawaida tu. Unajua wanawake pengine ni hasira atarudi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Ulishawasiliana na wazazi wao? Kuhusu wazazi wake nimejaribu kaza wa kaza, lakini nikijaribu kuwasiliana nao kupiga simu zao hawapatikani. Nikahisi pengine ni mtandao kwa sababu mazingira anakotoka yeye ni vijijini sana. Swala la network ndio linasumbua sana. Kwa nikaona bwana nitawacheki muda mwingine pengine wanaweza wakapatikana. Sijawarudia tena kuwapigia simu. Sasa wewe kama mtoto wa watu ana zaidi ya muda hayupo nyumbani,
Alafu unajivunia kama mwanaume, unapika unapakua mwenyewe. Na hujui kwamba nyumbani kwao hayupo. Imagine kwamba sasa ikatokea kule nyumbani nao hayupo, utafanya nini? Sawa, hebu naomba jaribu kunisaidia. Unajua sasa hivi hapa nilipo ni akili yangu haifanyi kazi kabisa. Hebu fanya kitu kimoja. Unanisaidiaje ili niweze kusolve hili tatizo? Maana sio langu peke yangu. Na kushauri kitu kimoja. Yaani fanya ifanyavyo. Kama nyumbani kwao hapatikani, chukua namna, safiri, nenda kwao. Sahihi. Nitafanya hivyo. Lakini changamoto ni kwamba ninatokaje hapa bila nauli? Maana sina kabisa hata chochote cha kufanya. Nafunga safari, naenda kwa mke wangu. Kutoka huko kwenda kule na kurudi shingapi? Hapo kwendi tani inaweza cost kama 60-70 pamoja na kula. Ndio kabisa. Sawa. Sasa mimi nakupa wazo. Wao ukweni waendage na hela nauli tu. Unielewa? Sawa. Ni 60 lakini maana yake ukienda ukweni kuna mawili. Unaenda kumtafuta mtoto watu ambao tayari ashatoka kwao. Kuna mawili, umkute ama usimkute. Ukimkuta utarudi naye kwa nauli zako. Na kuna vikao ambavyo vitakalishwa familia, vinahitaji sukari. Lakini kingine usipomkuta ni majanga na kwa ni makubwa. Sasa basi, mimi nitakutafutia 100,000. Na wewe hangaika force uwe na 100,000 au 1,200,000. Ili angalau ende na 200,000 au 2,200,000. Sawa. Nitashukuru sana Chikira kama utakuwa umefanya hivyo. Na mimi nakushukuru sana Chikira kwa sababu umekuwa na mimi toka mwanzo wa shida hii. Nitasema asante sana kwa sababu sina mwingine anayeweza kumtegemea zaidi yako. Na Chikira, samani bwana. Kuna kitu nimekumbuka. Kuna taarifa nimepata kuwa mpenzi wako uliokuwa ukipendana naye sana ameondoka na kukuacha kuelekea nchi za nje. Hiyo imekaaje? Ni kweli. Lakini naomba tusiliongelee hili swala wakati huu. Kinikumbusha ni kama unanipiga misumari. Basi sawa. Wacha nisikukumbushe majonzi. Pole sana lakini. Sijikaze mwanangu. Sisi ndo wanaume. Wewe unahangaika, mimi nahangaika. Pamoja. Mwanangu. Sio mimi. Poa. Mimi nitarudi basi jioni hiyo. Hamna shida. Usichelewe maana mambo ni mengi kaka. Hamna shida. Inaonekana mtu kama ana akili amepoteza network. Malaiki mala kile kazi hazifanyiki, mala huku mala kule mbona heleweki. Bahati bahati mpoteza mimi bahati najikuta sina bahati sina bahati sina Karibuni. sina Karibuni sana. Karibuni. Karibuni sana shemeji zangu. Asante. Jisikieni kama mpo nyumbani. Karibuni sana jamani. Asante. Vipi lakini upo shule wanasemaje shuleni? Sawa. Hivi umetoka nyumbani? Ndio tumetoka nyumbani. Dadako yupo nyumbani? Dada yupo nyumbani. Sisi tunajua kwamba dada yetu yupo huku. Ndio maana likizo yetu tukasema ngoja tuje kwa surprise maana tujaona kitambo. Eti kweli hayupo? Hayupo na kuhakikishia, ndio maana tumekuja huku. Sasa mke atakuwa ameenda wapi? Hapa nyumbani kwangu hapa. Ana wiki moja sasa sijamuona. Akili yangu ilikuwa inawaza kabisa atakuwepo nyumbani kwa vile hayupo hapa, yupo kwenu. Tungekuwa dada yupo nyumbani hata huko tusingekuja hiyo likizo. Sasa tunashangaa unavyotuambia dada yetu hayupo. Sasa hii imekuwa surprise kweli. Maana nyumbani hayupo na nyumbani kwao hayupo. Ila akijaribika kitu. Sema nini? Nyie jisikieni kama mpo nyumbani. Nishaonyesha mazingira yote pale ndani. Kwa hiyo nyie fanyeni, nyie na watoto wa kike. Kwa hiyo kuna chakula pale kama nilivyokuonyesha mtapika. Mimi natoka mara moja narudi, sawa? Sawa. Jisikieni kama mpo nyumbani. Sawa? Nakuja.
Chukua kiti nenda nacho ndani. Nakuja sawa? Sawa. Jisikie kama mpo nyumbani. Sawa. Ninachokitafuta sikipati, au sinaga bahati, thamani yangu inashuka kila wakati. Kupambana na pambana, kutafuta na tafuta, lakini bado sina bahati. Bahati yangu nilompenda amenacha, nimempa moyo akaficha. Bahati ya unampa moyo akauchukua akaupeleka kwa mwingine, na mwingine akauchukua akaupeleka kwa mwingine. Bahati yangu yani watu wanakesha sababu ya mapenzi. Unajikuta unakosa usingizi, kichwa kinafeli, fanya maamuzi. Bahati mpoteza mimi bahati najikuta sina tena. Bahati sina bahati